بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا وهدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، Mheshimiwa mgeni rasmi, Sheikh wetu wa mkoa na kadhi wa mkoa Sheikh Muhammad bin Said Mushangani, Sheikh wetu, mlezi wetu, mzee wetu Sheikh Abdallah ibn Mbarak al-Makani, mwenyekiti wa halmashauri arsakula mashehe wa mkoa Sheikh Said, imamu wa Masjid Nur, lakini pia mwenyekiti katibu wa shehe wa mkoa wa Mtwara na msafara wake wote ambao wameambatana nao, meza kuu yote kwa ujumla, mashehe zetu wa kata na viongozi wa taasisi mbalimbali, akina mama kutoka katika kata mbalimbali na wale viongozi waliotoka katika kata mbalimbali wa jumuiya za akina mama, mwenyekiti, katibu na watunza hazina. Ningetamani wasimame wapunge mkono kidogo kutoka katika kata mbalimbali, viongozi, mwenyekiti, katibu na watunza hazina. Kama mpo simame. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizo ndio bezi ambazo tutaziendeleza kutoka katika kata na kwenda kwenye mabadiliko ya kweli kama ambavyo mwasilishaji ametoka kuwasilisha. Kuna malengo mapana, tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe huko. Waislamu tumeyapata mengi kutoka kwa wasemaji waliopita. Mimi langu ni fupi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Aya hii inaweza ikawa ndio ya kuondokea pamoja na yale tutakayobeba kutoka kwa mgeni rasmi. Mwenyezi Mungu atambia, wala msilegee na wala msihuzunike, mkajiona mmechelewa, mkajiona hamwezi. Hapana, Mwenyezi Mungu anasema wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ninyi ni watu wa juu tena wa kupigiwa mfano, lakini msharti kuwepo na imani sawa sawa. Jambo linawezekana, lakini limefungamanishwa na imani. Imani ndio itakayopeleka kwenye hayo mabadiliko ya kweli kati ya wanaotoa na wanaoaminiwa kusimamia. Ikiwa kuna connection ya imani ya sawasawa kati ya mtoaji na anayepewa kusimamia, basi Sheikh Yusuf ametoka akatwambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadiliki hali za watu, habadilisha hali za watu, maisha ya watu, mpaka watu watakapobadilisha yale yaliyokuwa katika nafsi zao.
Uislamu, imani ni kitu muhimu sana kwenye harakati zetu za Kiislamu. Mwisho kabisa, mama zangu, nimefurahi kuoneni nikiwa wengi kabisa kwenye hadhara yetu hii, na nyinyi mmekuwa wengi kuliko wanaume kwa 70% nzima. Kwa hiyo tunapofanya majambo yetu ya Kiislamu, tarajio letu ni kuona ninyi mkihudhuria kwa wingi na mkiwa wengi kama ambavyo huko nje mnashiriki katika kazi za kijamii kwa wingi mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, safari yetu inaanza kuona nzuri. Najaribu kuona safari yetu kwamba inaanza kupata sura nzuri, vile kuona kina mama wengi wametuitika kwenye jambo letu. Mimi kina mama, tuchukue fursa hii pia kukushukuruni na kukuombeni dua. Mwenyezi Mungu afanyeni wepesi katika majambo yenu, kuombeni ushirikiano na tubadilike. Allah ametuambia kwamba ninyi ni watu wa juu, lakini mfungamane na imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kusema min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni. Uislamu mzuri wa mtu ni kuyaacha yasiyomhusu, Kina mama mmekuwa wazuri wa kupeana kwenye roho, wa kupeana kwenye majambo mbalimbali. Sasa tugeuze nguvu hiyo, badala ya kuwekeza huko, tuwekeze huku kwenye dini, ambapo Yusuf kutoka Mtwara mwakani akija aone ile darasa lake limtoa natija. Baada ya kusema haya, vijana, kamati ya vijana BAKWATA wilaya ya Lindi, na nyinyi pia tukuombeni sana, mmepewa jukumu zito la kusimamia nathari muda wa miaka 5. Lindi mjini tuwe na 5 kwa ajili ya malezi. Msiniangushe usiku na mchana, tupambane, tuhakikishe ndani ya miaka 5 tuna vituo 5 vinavyoweza kulea vijana wetu. Inshallah taala tutakuwa bega kwa moja, na zuri zaidi, shekhe wetu wa mkoa amekuwa ni mtu anayekubali mabadiliko. Hilo tunasema kwetu ni silaha kubwa ya kufika kwenye mabadiliko. Vile yeye kuwa ni mtu anayekubali mabadiliko, sasa lawama itabakia kwa sisi wafanyaji, lakini yeye vile ule mkao waliokaa wa kukubali mabadiliko, sisi tubadilikeni na tulete maendeleo kwenye dini yetu ya Uislamu. Inshallah taala, baada ya kusema haya machache, nichukue fursa hii tena kwa mara nyingine kumkaribisha sasa shekhe wetu wa mkoa, mgeni rasmi, kwa ajili ya kuzungumza na hadhira hii. Yeye ndiyo mgeni wetu rasmi kwenye baraza letu.